Mwana-kondoo ameshinda, jina la Bwana libarikiwe. Naam, asante sana majira ambao tumeingia kwenye madhabahu ya TV Baraka. Ninakualika ewe mtazamaji ambao unafuatilia madhabahu hii ya TV Baraka. Karibu kwa majira haya kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa siku ya leo ambao tumeandaliwa kwa ajili ya mioyo yetu na afya zetu. Karibu sana, jiandae kusikiliza ujumbe wa siku ya leo. Naam, naye kuongoza kwenye somo la leo ni mchungaji Esau Kibona toka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Naam, napatikana ushirika wa Isese Moravian. Na kualika sana, karibu. Kabla tujaingia kwenye somo hili, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, Mungu wetu mwaminifu, tunakuja mbele zako majira haya kwenye madhabahu hii ya TV Baraka. Naam, neema yako ihusike Bwana, watu wako wanapofuatilia neno la kwako. Wewe unasema unalituma neno liweze kuponya na kuokoa. Kalitume neno ile Bwana likaponye na kuokoa kwa mtazamaji huyu ambaye anatazama TV ya Baraka, katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, shuka tuhudumie majira haya katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Naam, ndugu mtazamaji, sasa karibu tuweze kujifunza kwa pamoja kuhusu habari za neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 7 ya mwezi wa 4, tunakwenda kujifunza neno la Mungu linalopatikana Kumbukumbu la Torati 10:18 hadi 19, na kitabu cha pili itakuwa ni Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 34 na wa 36a. Huwafanyia yatima na wajane hukumu ya haki, na humpenda mgeni akimpa chakula na mavazi. Basi mpendeni mgeni, kwa sababu ninyi wenyewe mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Basi mpendeni mgeni, kwa sababu ninyi wenyewe mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Naam, na katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 25 mstari wa 34 na ule wa 36a panasomeka namna hii: kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, uurithi ufalme uliowekwa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mstari wa 36a: nalikuwa uchi mlinivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ndani ya masomo haya mawili nimekipa kichwa kwenye masomo haya kinachosema usipuuze mahitaji ndani yao. Usipuuze mahitaji, ndani yao yupo Yesu. Usipuuze mahitaji, ndani yao yupo Yesu. Wapendwa katika Bwana, leo hii Mungu anatuleta kwenye somo hili ambalo linahitaji kutoa elimu kubwa kwa wahitaji. Linahitaji kutoa elimu kwa watu ambao wana shida. Neno linasema kwamba, anasema mlikuja mkanivika kwenye masayo, mlikuja mkaniona. Maana yake linahusu wale wahitaji ambao wanahitaji kupata mahitaji. Ndivyo maana neno linasema usipuuze wahitaji, maana ndani yao yupo Yesu ndani yao. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanafanya maombi, kuna watu wanafanya mahubiri, lakini mioyo yao iko mbali na watu wenye mahitaji. Mioyo yao iko mbali na watu ambao wanahitaji. Mungu anasema, mimi nawatetea yatima, nawatetea wajane, nawatetea na wageni. Leo neno linatutaka nikuulize, ndugu mtazamaji ambao unanisikiliza majira haya, je, moyo wako uko wapi? Moyo wako upo kwa nani? Moyo wako kwa wahitaji au moyo wako haupo kwa wahitaji? Neno linatukumbusha kwamba tuwatazame wahitaji. Neno linatukumbusha kwamba tuwaangalie yatima. Neno linatukumbusha kwamba tuwakumbuke wageni, maana nasi neno linasema tulikuwa wageni kama wageni wengine. Nasi ni wageni kama vile wale ambao tulikuwa wageni kutoka kwenye nchi ya Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndugu mtazamaji, kuna mambo tena kuyaangalia kwenye masomo haya mawili. Jambo la kwanza na kuliangalia moyo wa Mungu. Jambo la kwanza na kuliangalia moyo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Anasimama upande wa walioumizwa. Mungu huyu Yehova anasimama upande wa waliosaulika. Mungu huyu wa ajabu anasimama upande wa waliotupwa. Sikiliza mtumishi wa Mungu, ukiona mtu kama ana shida, ujue hapo ndipo pana Mungu.
Ukiona mtu ana taabu, ujue hapo ndipo pana Mungu. Jaribu kufanya jambo kwa huyo mhitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndugu mtazamaji ambao unaenda kufuatilia majira haya, ndugu yangu, usimtafute Mungu kwenye miujiza tu. Mkumbuke Mungu, mtafute Mungu kwenye machozi ya wahitaji. Mkumbuke Mungu kwenye machozi ya yatima. Mkumbuke Mungu kwenye machozi ya wageni ambao wanasafiri, maana nao pia ni wasafiri, lakini hata wewe pia ni msafiri katika dunia hii, ni wapangaji tu, wasafiri tunapita. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninapenda kukumbusha mtumishi wa Mungu kwamba kwenye wahitaji, kwenye watu wahitaji, ndipo ambapo Mungu amejikita hapo, ndipo ambapo Mungu amejiweka hapo. Kwa mtazame huyo Mungu, mtazame Mungu kupitia wahitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili nakwenda kujifunza ni amri ya upendo. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 10:19, basi wapendeni wageni. Hii si pendekezo, ni amri kwamba lazima tuwapende wageni. Kwa nini? Kwa sababu sisi pia tulikuwa wageni wa dhambi, lakini Mungu alitupokea kwa neema ya kwake. Ufunuo uliopo mahali hapa ni mkubwa. Ulipokea wokovu, ulipewa pia jukumu la kuwajali na wageni, la kuwajali na wengine. Kumbuka neno la Mungu latukumbusha kwamba nasi tulikuwa ni wageni. Nikupe tahadhari ndugu mtazamaji ambao unatazama kwa TV Baraka hii saa majira haya. Usiwe ukawa Mkristo mahali pa kanisa, ukawa Mkristo wa moto kweli, lakini kwa wahitaji ukawa ni baridi. Hakuna msaada ambao unautoa kwa wahitaji. Ukristo wako utakuwa hauna maana. Bali inatakiwa uwe moto kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji ambao wana mahitaji ya kimaisha, wana mahitaji ya kifamilia. Hao ndio kuwatazama. Hapo ndio inatakiwa uwe moto. Wengi wanakuwa faya ndani ya makanisa, lakini wakitoka nje ya kanisa hawana muda na wahitaji, hawana muda na yatima. Ninakukumbusha ndugu mtazamaji, wakumbuke yatima waliopo jirani yako, walio kwenye malango yako, walio kwenye vituo maalumu vya watoto yatima. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu atakuwa tayari kwa ajili ya kusaidia kwenye mahitaji ya kwako, unapogusa watu wenye mahitaji, unapogusa watoto yatima. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu mtazamaji, tunakwenda kuangalia jambo la tatu. Jambo la tatu ni kwamba Yesu yupo ndani ya mhitaji. Tunaposoma katika Mathayo 25 mstari wa 34 na 36, Yesu anasema, nilikuwa na njaa mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika. Yesu asemi uliwasaidia watu, bali anasema ulinisaidia mimi. Nilikuwa na shida ukanisaidia, anasema ulinisaidia mimi. Hapa kuna ufunuo ambao Yesu ameuweka. Mhitaji sawasawa nafasi ya kumhudumia. Mhitaji sana Yesu unavyomhudumia. Mhitaji sana maskini ambaye malango ya baraka yapo kwake. Mhitaji sawasawa mwenye shida sawasawa na jaribio la imani ya kwako. Kwa kumbe unapomtazama mwenye shida, hilo ni jaribio la kiimani kwako. Unapomtazama mwenye mahitaji, kumbuka unamhudumia Kristo. Unapomtazama, unapomwangalia maskini, unapotoa msaada, kumbuka huo ndio mlango wa baraka kwako. Hakuna milango mingine ya baraka ambao unaweza kuipata kirahisi, ni milango ya baraka ya wahitaji, maskini na yatima. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza mtumishi wa Mungu, mahali hapa usipomjali mtu, huenda umempita Yesu bila kujali, umempita Yesu bila kujua, maana mhitaji Yesu yuko ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka ndugu mtazamaji, kwenye wahitaji yatima, hapo Yesu amejikita, hapo ndipo Mungu amejikita. Kwa nikukumbushe, mkumbuke yatima na mchane, mkumbuke yatima na wahitaji na wageni mbalimbali ambao wanapita kwenye malango yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Jambo la 4 na la mwisho kwa siku ya leo, ninapenda kukumbusha kwamba hukumu ya mwisho katika mstari wa 25, waliosaidia waingia kwenye ufalme wa Mungu, lakini ambao hawakujali walikataliwa. Sikiliza, hii ni hatari kwako. Sio kuhubiri tu ambao kutafanya kuokolewa kwako, sio kuimba tu ambao kutafanya kuokolewa kwako,
bali ni maisha ya upendo ambayo unayoonyesha kwa wahitaji, ndiyo atafanya wewe uokolewe. Wito wangu leo kwako ndugu mtazamaji ambao unatazama TV Baraka, Mungu anakuita. Mungu anataka uwaone watu wa tofauti, anataka uwaone watu wana mahitaji, uwe kama unafanya huduma kwa hao wahitaji. Ndio neno linakuja kwako, linakualika kwamba ukatoe msaada kwa hao wahitaji, ukatoe msaada kwa hao yatima, ukatoe msaada kwa hao ambao ni wageni wanapita katika malango yako. Mwana kondoo ameshinda. Jina la Bwana libarikiwe. Asante mtazamaji, kwa maana unatazama na hujabanduka kwenye TV hii kwa ajili ya kusikiliza ujumbe unaotoka kwenye madhabahu ya Baraka TV. Ninakualika, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vya Baraka TV, na Mungu akubariki na abariki ujumbe huu katika jina la Yesu aliye hai. Ulikuwa nami mchungaji Esau Kibona wa ushirika wa Isheshe, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Naomba tuombe kwa majira haya. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ninakuja mbele zako majira haya kwa ajili ya neno lako ambalo limepita kwetu, limekwenda kutufundisha na kutuhekimisha kwamba Bwana unaketi sehemu ambayo wapo wahitaji. Ndivyo Bwana tunaomba utufunulie neema hii, tukumbuke kuwatunza wajane, tukumbuke kuwatunza yatima, tukumbuke wahitaji mbalimbali katika jina la Yesu aliye hai. Sifa na utukufu na heshima Bwana ni kwako katika jina la Yesu aliye hai. Amen.